Kauli mbiu kutoka Kenya mpaka sasa hivi ni kwamba wao lao liko pale pale, msimamo uko pale pale. Tena wanakwambia kabisa swala na issue na taratibu ya wao kuja Tanzania iko pale pale. Utakuja Tanzania hata kama pengine kuna baadhi ya wanasheria na baadhi ya watu ambao ni viongozi na wanaharakati wa kisiasa kwenye nchi ya Kenya ambao pia waliweza kushikiliwa pia katika upande wa boda za Tanzania. Manake ni swala ambalo kwa wao wameamini kabisa kwamba issue ya mwenyekiti Tundu Lissu ambaye alikuwa anasaidiwa na baadhi ya wanasheria kutokea Kenya, manake itaendelea kusimama pale pale kwa sababu ni swala ambalo linaonekana kabisa dhahiri shairi kutoka kwenye nafsi za Wakenya. Wanaamini kabisa Tundu Lissu ni kesi aliweza kupewa ambayo ni kesi isiyomuhusu. Kwa hiyo wanaamini na wameweza kuzungumza kwamba swala la wao kuandaa bajeti na kuja Tanzania ni swala ambalo wataliandaa wao na watahakikisha kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu inaeleweka, na kama itakuwa ni kwa ulazima wao kuingilia ili sakata, manake wako tayari. Sasa ndo swala ambalo pia liliweza kumuumiza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuona nchi ya Kenya inaingilia mambo ya Tanzania ama kesi za Tanzania, na ndo swala ambalo mpaka sasa limekuwa likiendelea. Na pia hata kwenye lile sakata ambalo liliweza kuonekana kwa baadhi ya watu wa Kenya wakijaribu kumtukana Dr. Samia Suluhu Hassan na wakiweza kuzungumza mambo ambayo kiwalisia, yani kwa tamaduni za Kitanzania huwezi kumuona Mtanzania ana uwezo wa kuzungumza jambo kama hilo. Kwa ni swala na ni issue ambayo imeonekana kabisa kwa sasa hivi imekuwa ni ya moto sana na mchafuko umekuwa ni mkubwa na bifu limeanza kukolea kati ya Tanzania na Kenya, na kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitamani ama wakiweza kutabiri kwamba huenda kama kesi hii na mambo yatazidi kwa mazito na labda bifu hili likaendelea kuchochewa zaidi, basi inaweza likapelekea hata mchafuko wa kupelekea vita, kwa sababu tayari chuki zimeshaanza kutengenezwa kwa Wakenya wakiamini kabisa kwamba Kenya kuna watu kutoka Tanzania ambao wanafanya harakati zao, biashara zao. Sasa iwaje na wao je wakianza kuwafanyia hivyo? Manake hapo mchafuko utaendelea na huenda ikatokea vita tusiyoweza kuizuia na tusiyoweza kuitarajia, kwa sababu tayari wao watakuwa na chuki. Kwa hiyo watawafukuza na watawakamata watu Tanzania ambao wako kule Kenya, kama ni kuwatesa, kama ni kuwafanyia vitendo viovu, alafu mwisho siku kinachofuata manake hapo ni lazima pia hata watu wa Kenya walioko Tanzania huko na wao watafanywa vivyo hivyo. Kwa hiyo hapo tutakuwa hatujengi bali tunabomoa. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa sasa hivi kidogo limekuwa na changamoto nzito sana. Kwa nafikiri ni swala ambalo kila mmoja amekuwa kitamani kuhakikisha kabisa kwamba analiombea taifa la Tanzania lisiweze kuingia kwenye mikono ya ugaidi ya taifa la Kenya. Cha msingi tukutane kwenye comment ni Hatboy Media.